Mnatuwekeaje mipasuo mirefu namna hiyo hadi mapaja yenu tunayaona? Wewe mwanamke mwenye adabu, nenda kasome Mithali 31. Yaani wanaojiuza wachane mipasuo mirefu, na nyie kanisani mchane mipasuo mirefu. Tofauti yenu iko wapi? Naambia mimi sio mnafiki, mimi naangaliaga, na nikiona kitu mimi si nyamazi kama hakimpendezi Mungu. Kwa hiyo mwakani mkija hapa msije na mipasuo. Yaani sasa hivi wanawake tumekuwa waajabu. Ngoja ninyeshewe na mvua. Kanisani kwenye ibada, dada anavaa mpasuo huko hapa, halafu akikutana na mama mtu mzima, mwanangu umependeza sana. Hivi nyinyi hamjui nguo za kuvaa kanisani? Hadi paka mvae nguo kanisani yenye mipasuo mirefu. Sasa kama kanisani unakuja na nguo umepasua na mapaja yanakaa nje, huko ulaiani unavaaga nini? Kalekebishe nguo zako. Hivi si tunaovaa nguo za namna hii hatupendezi? Ambao hatuonyeshi mapaja nje, hatupendezi? We kuonyesha mapaja nje ili iweje? Moja ya kitu siwezagi kunyamaza ni hiki. Kanisa, wanawake tupone, tuache hizi mambo, tuachie wa mataifa wafanye kama kweli tunataka kwenda mbinguni. Ukimkwaza mwingine kwa sababu ya nguo yako unapata faida gani? Baba wachungaji wanaogopaga kusema, basi acha sisi tunaopita njia na kwenda. Unajua utumishi ndio uzuri wake. Yaani wewe unapita njia safari, kisema tena mwaka mwingine mtumishi atakuja tusemee nguo poa, lakini mimi nimemaliza. Sasa wewe fikirieni tena, wanakwaya ndo wana hizi tabia. Wakaka wanakaa huko nyuma, yani mwalimu yuko pale kwenye mixer, wewe mwenyewe umeshona kanguo kamebana, halafu umepasua na mpasuo, mapaja yanakaa nje. Mwalimu anatengeneza mixer, wakati mnaimba hapa mbele anaangalia tu mapaja, asikutongoze.